Mpendwa mtazamaji wangu, na kukaribisha tena katika kipindi cha Biblia iliyoota mabawa. Biblia iliyoota mabawa. Somo endelevu linasema lishe bora katika mazingira ya bustani ya Eden. Na hiyo lishe bora tunaona katika muktadha wa mito minne ya bustani ya Eden. Mungu Mwenyezi, wema wako ni mkuu. Kipindi hiki umetuachia nafasi ya kujifunza kanuni za afya kama zitokavyo katika neno lako na kama ulivyoasisi katika mazingira ya bustani ya Eden. Bariki mpendwa mtazamaji popote pale alipo, ili akaelewe na kujifunza juu ya kanuni hizi. Kwa jina la Yesu Mwokozi, amina. Mpendwa mtazamaji wangu, makundi manne ya vyakula. Tuliona katika kipindi kilichopita kwamba mto Pishoni uliashiria muujiza wa Mungu wa kubadilishwa maji kuwa asali. Na Kanaani tumeambiwa ni nchi ijayo maziwa na asali. Mto wa pili ni Gihoni, ambapo Mungu alibadilisha maji kuwa maziwa. Na mto wa tatu ni Hidekeli, ambapo Mungu alifanya muujiza wa uumbaji wa kubadilisha maji kuwa mafuta. Na mto wa nne ni Frati, ambapo Mungu aligeuza maji kuwa divai. Ndio muujiza unaoripotiwa katika kitabu cha Yohana sura ya pili. Injili ya Yohana sura ya pili. Na napenda nichukue nafasi hii kukukaribisha tena katika sehemu ya pili ya lishe katika mazingira ya bustani ya Eden. Kitu cha kwanza kabisa, tuangalie sehemu ya vyakula vinavyotia nguvu mwilini. Vyakula vya kutia nguvu mwilini. Hivi ni vyakula vya nafaka, asali, miwa, tende na kadhalika. Ni vyakula vinavyotia nguvu mwilini. Bwana asifiwe sana. Na leo unaweza kupanda bustani yako, ukaweka katika miti yako ukaning'iniza mizinga. Ukaweka mizinga, ukajifunza ufugaji bora wa nyuki. Ukapata asali. Asali ni sehemu ya vyakula bora. Lakini pia wakati Waisraeli wakisafiri kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani, walipita pale katika jangwa la linaloitwa Havila, katika eneo la Havila. Na pale Mungu aliwapatia chakula ambacho ni kumbukumbu ya bustani ya Eden. Maana walipita katika jangwa la Havila, na pale ukisoma vizuri, ukijifunza Biblia, walipewa chakula kinachoitwa mana, ambao ni mkate wa mbinguni, chakula cha mashujaa. Ile mana ukisikiliza inavyoelezewa, wanasema ni kama maandazi membamba yaliyoandaliwa kwa asali. Maandazi membamba yaliyoandaliwa kwa nini? Kwa asali. Maandazi unaongelea habari ya ngano, nafaka bora. Ukiongelea habari ya asali, unaongelea pia chakula kingine kinachotia nguvu mwilini. Na wakati Waisraeli wanapita katika jangwa hilo, Mungu alikuwa anawaonyesha kwamba wanapokuwa na yeye wanaweza wakapata lishe bora, wakawa na nguvu, wakawa na ustawi. Bwana asifiwe sana. Lakini pia walipofika Misri, waliishi maeneo ya Gihoni, Gosheni, au unaweza kusema mwanzo wa ule mto unaoenda huko Kushi. Ule mto unaoenda Kushi ni mto Naili. Na pale walistawi. Waisraeli pale walipata vyakula vya kutosha, na walikuwa wafugaji. Maana walimwambia hata Farao, walimwambia sisi ni wafugaji. Pale Mungu alifanya muujiza wa kuonyesha watu wake kwamba wanaweza wakasitawi, wakawa wengi, wakazaliana, wakawa wengi. Muujiza, vyakula vinavyojenga mwili. Bwana asifiwe sana. Lakini pia ukienda huko Hidekeli, ni mahali ambapo watu wa Mungu walihifadhiwa. Ukisoma katika Zaburi 128 fungu lile la 3. Zaburi 128 fungu lile la 3. Anasemaje? Anasema mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao viumbani mwa nyumba yako, wanao kama miche ya mizeituni wakiizunguka meza yako.
hata Yesu na wanafunzi walipenda kwenda kukaa wakati Yesu anatoa ile hotuba ya mwisho, alikaa kwenye mlima wa Mizeituni. Mzeituni ni mafuta bora duniani. Kwa hiyo leo ukitaka uwe na afya nzuri, jifunza kutumia mafuta ya zaituni au mizeituni, mafuta ya mizeituni. Kwa hiyo utaona Mungu aliwapatia wanadamu kile ambacho kinawafaa katika afya zao. Ukapata mbegu za maalizeti, ukapata mafuta ya mizeituni, au kula tunda lake. Mimi nimeonja tunda lake zuri sana la njano, ni mafuta bora sana. Kwa hiyo utaona ya kwamba Mungu alifanya miujiza ili katika ile bustani ya Edeni watu wake waweze kustawi. Lakini pia ulikuwa na huu muujiza wa Yesu alipokuwa katika harusi ya Kana ya Galilaya. Pale mama yake alimwambia kwamba wana uhitaji, maana kinywaji kimeisha. Na Bwana wetu Yesu Kristo akafanya muujiza, akasema yajazeni mabarasi maji. Wakajaza mabarasi, yalikuwa 6. Na yale mabarasi yalipojazwa maji, akamwambia tekeni tuelekee bwana harusi na mgeni wake. Walipochota maji yaligeuzwa yakawa divai. Kwa hiyo Yesu alikuwa anasema matunda ni muhimu, tofaa ni muhimu, tende ni muhimu, matunda ya aina yote ni muhimu, sharubati ni muhimu. Ila sharubati usichanganye na sukari, acha itumie sukari yake ya asili. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo vyakula yote haya pamoja na vinywaji ni vitu ambavyo Mungu aliviandaa kwa ajili ya mwanadamu aweze kustawi katika bustani ya Eden. Unaweza ukaanzisha bustani yako, bustani ya mboga. Uhakikishe una nyanya, uhakikishe una vitunguu, uhakikishe una makaroti. Ukaanzisha pia shamba la nafaka, ukawa una shairi, ukawa una ngano, hizo ni vyakula vya kuongeza nguvu kwenye mwili. Halafu ukawa na vyakula vya kuongeza nini? Vya kujenga mwili. Vya kujenga mwili unahitaji repair, ambayo nimeweka katika kundi la maziwa. Lakini hizo ni dengu kwa aina zake. Unaweza kusema maharage, unaweza kusema kunde, unaweza kusema choroko, unaweza kusema yani zile dengu za aina zote. Vile vyakula vya kutia nguvu mwilini unaweza kusema nafaka kwa aina zake. Nimetolea mfano wa mana ilikuwa nafaka ya mbinguni iliyoandaliwa kwa asali. Kwa hiyo unaweza kusema ni nafaka aina zote. Unaweza kusema unaweza kusema ngano, unaweza kusema mchele, unaweza kusema mtama, unaweza kusema shairi na vyakula vingine vinavyofanana na mbegu zile za nafaka. Halafu kuna mbegu za dengu, na njugu kwa aina zake, karanga, na kadhalika. Bwana asifiwe sana. Ni vyakula ambavyo vinajenga mwili, vinajenga nyama ya mwili, vinajenga ubongo, vinajenga misuli katika mwili. Bwana asifiwe. Nimeweka yote katika kundi la maziwa. Lakini kuna vyakula vya kujenga nini? Hivi vinaitwa vya kutia joto mwilini, vya kuhakikisha mwili uwe na joto, ni mafuta. Ndio nimesema kundi la mafuta yote zinasaidia kuweza kuleta joto katika mwili. Bwana asifiwe sana. Lakini kundi lingine ni kundi la matunda na sharubati za aina zote. Kama Yesu alivyobadilisha maji yakawa divai, anaonyesha umuhimu wa kunywa sharubati. Haleluya. Unaweza kula matunda ya aina yote ambayo Mungu aliiweka kwa ajili ya binadamu, na wewe ukaweza kustawi. Na ndio maana Yesu alipofanya huo muujiza alionyesha kwamba bila yeye hatuweze kufanya neno lolote. Na alipofanya muujiza wa kugeuza maji kuwa divai, alisema mimi ni mzabibu mwema na Baba yangu ndiye mkulima. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anakuita leo uwe na kabustani kako mithili ya bustani ya Edeni, kwa sababu Mungu ametupatia nguvu ili tuweze kuwa na chakula cha uhakika. Utengeneze shamba lako, utengeneze bustani yako, uhakikishe unakuwa na afya kwa ajili ya familia yako. Hiyo ndio kazi ambayo kila mwalimu anatakiwa kuifanya. Hata kama wewe ni mwalimu, uwe ni mwalimu mwenye kabustani au kashamba. Hata kama wewe ni engineer, uwe ni engineer lakini una kabustani. Haleluya. Hata kama wewe ni mchungaji, uwe ni mchungaji lakini una kabustani. Haleluya. Hata kama wewe una kazi yoyote ile ulio nayo, hakikisha
hii kazi ya asili ambayo Mungu amempatia mwanadamu unakuwa nayo, na Mungu atakubariki sana kwa sababu umeheshimu mpango wake kwa ajili yetu sisi binadamu, ili tuweze kushiriki vyakula vya asili tunavyoviandaa sisi wenyewe. Usitegemee sana kwenda kununua. Ikiwezekana uwe na vya kwako mwenyewe kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya wategemezi wako, kwa ajili ya afya yako. Halafu utumie katika hali ya ubora, utumie katika namna ya maandalizi. Maana unaweza ukawa na vyakula vizuri lakini ukaandaa vibaya. Nafaka isikobolewe, matunda pia yaliwe katika hali yake ya asili. Bwana asifiwe sana. Nakukaribisha katika kipindi kingine, na tunaomba. Mungu Mwenyezi, wema wako ni mkuu. Mbariki mpendwa mtazamaji wangu popote pale alipo. Unapohitimisha kipindi hiki Baba, mjalie afya nzuri, aweze kuishi na kusitawi kama mwerezi wa Lebanon, aweze kustawi kama mti mrefu katika bustani ya Edeni, kwa sababu chemichemi yake imebarikiwa, familia yake imebarikiwa, nyumba yake imebarikiwa, shamba lake imebarikiwa. Wabariki wenye mipango mbalimbali kwa ajili ya mashamba, kwa ajili ya kuandaa mashamba katika kipindi hiki, na hatimaye Baba wapatie maji waweze kumwagilia hata misimu ile inapokuwa haiko stable. Mungu wangu, utawapatia watu kwa akili nyingine ili wahakikishe bustani zao nzuri na zinatiliwa maji. Maana bustani, katika ustawi wa bustani umemweka mwanadamu ni mazingira ya asili ya kuishi. Naomba na kuamini kwa jina la Yesu mkombozi wetu. Amina. Basi tunapohitimisha, sikiliza wimbo huu ambao nakwenda kukuwekea. Basi kwa sababu ya muda wetu, mpendwa mtazamaji wangu, tutaendelea kipindi kingine. Bwana akubariki.